Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, familia ya marehemu Jenista, Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, mawaziri na naibu mawaziri mlioko hapa, maspika wastaafu, mkuu wa mkoa wa Ruvuma na wakuu wa mikoa jirani waliokuja leo, mwenyekiti wa CCM wa mkoa pamoja na viongozi wa CCM wa mikoa jirani na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi waliokuja hapa leo. Kipekee nitambue pia uwepo wa katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo ambaye ni mbunge wa Tunduru ndugu Ado Shaibu, lakini vile vile viongozi wa dini wakiongozwa na Askofu Ndimbo na Askofu Nyeisonga, waombolezaji, ndugu wananchi. Nianze nimesahau kwamba mimi ni Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo. La kwanza ni waombe kwa heshima kubwa mpokee salamu kutoka kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alitamani kuwa nasi siku ya leo, lakini kutokana na mwingiliano majukumu ameshindwa kuwepo pamoja nasi, lakini alishiriki kikamilifu katika misa ya kwanza ya kumwombea marehemu iliyofanyika Dodoma, na alitoa salamu zake ambazo kwa kweli zilionyesha uchungu mwingi, kumbukumbu zisizokufa za utendaji wa kazi wa ndugu yetu Jenista Joakim Mhagama. Mheshimiwa Rais amenituma tena niwape salamu nyingi za shukurani kwa utumishi wa Jenista, shukurani nyingi kwa familia yake, kwa ndugu zake, lakini vile vile shukurani nyingi kwa wananchi wa jimbo la Peramiho na wananchi wa mkoa wa Ruvuma ambapo ndipo alipotoka Jenista ambaye alikuwa na utumishi wa kutukuka kwa nchi yetu. Kipekee ni washukuru sana viongozi wa kanisa kuanzia Dodoma pale. Waliokuwepo Dodoma wanakumbuka misa ya kumwombea Jenista ilikuwa na mawaidha yenye hisia kubwa kutokana na utumishi uliotukuka wa Jenista kwa taifa, lakini vile vile kwa kanisa. Misa ile iliongozwa na mapadri zaidi ya 10, lakini pia nimesisimka sana hapa kuona misa hii imeongozwa na mapadri wengi, lakini pia imesimamiwa na maaskofu wawili. Namshukuru Askofu mwenyeji Ndimbo, Askofu Nyeisonga, mnatupa hamasa kubwa sisi ambao bado tupo kwamba pengine tukiendelea kujitahidi kumkaribia Jenista na sisi mtakuja kutupa heshima kwa namna hiyo. Nilisema Dodoma na hapa nitarudia kusema. Jenista alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake. Na sisi siku zote tunaamini kwamba kiongozi, unapowaza tu kwamba nataka kuwa kiongozi, lazima akili yako ikuambie kuwa kiongozi maana yake kuwa mtumishi wa wenzako. Kuwa kiongozi sio kutafuta kuwa bwana mkubwa, sio kutafuta kuwa mnyanyasaji. Kiongozi anapaswa kutafuta kuwa mtumishi wa wenzake. Kama huna moyo wa kutumikia wenzako, basi huna wito wa uongozi. Ndio maana tunawasisitiza viongozi wetu, ukishaamua kugombea na kushiriki uongozi, wapende wananchi wako zaidi ya chochote. Kuwa tayari kuwatumikia wakati wote. Daima simamia maendeleo yao na mafanikio yao. Wananchi wako wakuone wewe ndio mtetezi wao wakati wote. Na hivi ndivyo alivyokuwa Jenista Joakim Mhagama. Tunaona fahari leo kumsemea, tunaona fahari kumzungumzia kutokana na utumishi wake uliotukuka. Alikuwa mbunge wa viti maalum kwa miaka 5, akawa mbunge wa jimbo kwa miaka 20. Katika kipindi cha miaka 25 ya ubunge wake, amekuwa waziri kwa miaka 10. Nataka niwaambieni katika miaka 15 ya ubunge wake ambapo hakuwa waziri, utumishi wake ulikuwa utadhani ni waziri pia. Kwa serikali, wananchi wamepoteza mtu muhimu. Serikali imepoteza mtu muhimu, lakini Chama cha Mapinduzi pia kimepoteza mtu muhimu sana.
ameshika nyadhifa zote unazoweza kuzifikiria kwenye chama. Amekaa kuanzia halmashauri kuu ya taifa, sekretarieti ya taifa, kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kote mchango wake hautaweza kufifia. Ndio maana naibu katibu mkuu wa CCM ameweza kufika kwenye msiba akiwa na sare ya kijani kwa kutambua mchango wa Jenista. Sisi kama serikali tutaendelea kuenzi mchango wa Jenista kwa kuendelea kutambua kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali zake lazima viendelee kuwa watetezi wa wananchi wa chini. Wananchi wenye shida, wananchi wenye matatizo lazima wakati wote waone Chama cha Mapinduzi ndio chama chao cha kukimbilia. Ikishafika mahala wananchi wanashindwa kwenda kusema matatizo yao kwa viongozi wa chama au viongozi wa serikali ya CCM, maana yake ni kwamba utetezi wetu kwa wananchi umechuja, wananchi wamechoka. Naomba viongozi wote wa serikali wahakikishe kwamba wananchi wa kawaida ndio wanakuwa kipaumbele chao katika maisha ya kila siku. Na tukishaweza kuwatumikia wananchi kwa ukamilifu, tukiweza kufata maadili mema, ndio tunapata nafasi ya kuvikwa taji linaloonekana la duniani, lakini pia taji la mbinguni. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana familia ya marehemu Jenista ambao wamekuwa na mchango wa kipekee katika kumpa ushirikiano katika maisha yake ya uongozi bila kuwa kikwazo kwake kwa wakati wote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru uongozi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Spika kwa ushirikiano mkubwa ambao wameutoa kuhakikisha kwamba shughuli hii inakwenda vizuri. Lakini vile vile namshukuru Waziri Mkuu na ofisi yake kwa kazi kubwa ya uratibu. Rais alitoa maelekezo kwamba Jenista azikwe kwa heshima zote, na rais mwenyewe alitoa ndege ya kusafirisha mwili wa marehemu. Tunashukuru kwa usimamizi na uratibu wa rais wetu. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuwa nakusikiliza pale wakati unaongelea na kutoa maelekezo thabiti ya barabara ambayo imetajwa hapa na baba askofu, na makofi mengi ya wananchi yaliashiria kwamba wamekuelewa. Na mimi nitumie nafasi hii kusema kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale maelekezo uliyotoa yale, hivi ndivyo waziri mkuu anavyotakiwa kuwa. Sio waziri mkuu dhaifu naye anaenda kulia pale, na mimi nashangaa barabara hii wa kandarasi. Wewe sio waziri mkuu tena wewe. Waziri mkuu anapewa tatizo, anatoa maelekezo pale pale. Kwa hiyo na mimi naona raha nikikuona mimi tukikutana, na mimi nitakuwa nakuita kwa sababu tu ya Rwanda pale, nitakuwa nakuita waziri mkuu mwandamizi. Baada ya hayo, tunamuomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho ya dada yetu. Jenista alikuwa rafiki yangu sana. Jenista alikuwa dada yangu. Na masikitiko sana. Lakini tunaomba Mungu ampokee katika ufalme wake, ampumzishe kwa amani. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa kweli kwa hotuba yako nzuri.